Safina ya Nuhu. Zamani sana, dunia ilikuwa imejaa watu, lakini mioyo yao ilikuwa imejitenga mbali na Mungu. Ukatili na uovu vilienea kama vivuli katika nchi yote. Wema ukawa adimu na huzuni ikajaza kila siku iliyopita. Hata hivyo, Mungu aliona yote na moyo wake ukajaa huzuni kuu. Miongoni mwa watu wote, kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa akitembea kwa uaminifu pamoja na Mungu. Jina lake lilikuwa Nuhu, na moyo wake ulikuwa umeelekezwa katika haki. Alimwamini Mungu hata wakati wengine wote walipogeuka. Mungu alimwangalia Nuhu kwa fadhili na furaha. Mungu aliona kwamba dunia ilikuwa imeharibika na imejaa ukatili. Moyo wake ulijaa maumivu kwa sababu ya kile ambacho uumbaji wake ulikuwa umekuwa. Nitatuma gharika kubwa ili kuitakasa dunia, Mungu alitangaza. Lakini hata katika hukumu, rehema yake ilibaki. Mungu alimwita Nuhu na kusema maneno mazito lakini yaliyojaa tumaini. Wewe na familia yako mtaokolewa, aliahidi kwa upole. Mungu alimwamuru Nuhu kujenga safina kubwa ya kimbilio. Kupitia utii, uhai ungehifadhiwa kutoka maangamizi. Mungu alimpa Nuhu maagizo sahihi na ya kina kuhusu safina. Safina ilipaswa kuwa ndefu, pana na ndefu kwa kimo, ikijengwa kwa nguvu na uangalifu. Kila kipimo na kila undani vilikuwa muhimu katika mpango mkamilifu wa Mungu. Nuhu alisikiliza kwa makini na kuhifadhi kila neno moyoni mwake. Nuhu alianza kujenga safina kama vile Mungu alivyoamuru. Siku baada ya siku, alikata na kuunda mbao kwa mikono yenye uaminifu. Familia yake ilifanya kazi pamoja naye chini ya mbingu wazi. Mikono yao ilichoka, lakini imani yao haikutikiswa. Watu walikusanyika kumdhihaki Nuhu na kazi yake ya ajabu. Kwa nini unajenga meli juu ya nchi kavu? Walidhihaki kwa dharau. Maneno yao yalikuwa makali kama mishale, lakini Nuhu hakuyumba. Alichagua imani badala ya hofu, na ukimya badala ya kujitetea. Hatimaye, baada ya miaka ya kazi, safina kubwa ilisimama ikiwa imekamilika. Kuta zake kubwa za mbao zilinyanyuka kama kumbukumbu ya imani dhidi ya anga. Mungu aliona utii wa uaminifu wa Nuhu na akapendezwa sana. Sasa ulikuwa wakati wa hatua inayofuata ya mpango wake. Mungu kwa mamlaka yake aliwaleta wanyama kutoka kila pembe ya dunia hadi safina. Walikuja wawili wawili, dume na jike, kama vile Mungu alivyosema. Wanyama walio safi walikuja kwa idadi kubwa kwa ajili ya ibada na dhabihu. Nuhu alitazama kwa mshangao mpangilio mkamilifu wa Mungu. Wote walipokuwa salama ndani, Mungu alimwita Nuhu na familia yake waingie. Bwana mwenyewe alifunga mlango mzito wa safina nyuma yao. Nje, dunia iliendelea na njia zake bila kujua wala kujali. Ndani, walisubiri kwa ukimya wa heshima kile kilichokuwa kinakuja. Mawingu meusi yalifunika mbingu na mvua ikaanza kunyesha kutoka juu. Chemchemi za vilindi vikapasuka na madirisha ya mbinguni yakafunguliwa. Mvua ilinyesha bila kukoma kwa siku 40 na usiku 40. Dunia ikatoweka polepole chini ya maji yanayopanda ya hukumu. Safina ikainuliwa kwa upole juu ya maji ya gharika yaliyokuwa yanaongezeka. Ingawa dhoruba ilivuma kwa nguvu nje, Mungu aliwahifadhi salama kabisa ndani. Nuhu aliomba bila kukoma, akishikamana na ahadi isiyoshindwa ya Mungu. Ndani ya kuta hizo za mbao, uhai wa thamani ulikuwa salama.
Kwa miezi mingi, maji yalifunika uso wa dunia. Safina ilielea juu ya uso wa maji uliotulivu na usio na mwisho. Nuhu alisubiri kwa subra, akimwamini Mungu kikamilifu katika wakati wake mkamilifu. Imani yao iliwaimarisha katika kila siku ndefu na isiyo na uhakika. Hatimaye, Mungu alimkumbuka Nuhu na kila kiumbe kilicho ndani ya safina. Alituma upepo juu ya maji, nayo yakaanza kupungua. Vilele vya milima vilianza kuonekana tena polepole. Pamoja na ardhi kukauka, tumaini likaanza kuinuka mioyoni mwao. Nuhu alifungua dirisha na kwanza akamtuma kunguru kutafuta. Kisha akamtuma hua kuona kama maji yamepungua. Hua akarudi akiwa na jani jipya la mzeituni mdomoni mwake. Ilikuwa ishara nzuri ya uhai mpya, urejesho na amani ya Mungu. Ardhi ilipokuwa tayari kabisa, Mungu alimwamuru Nuhu aondoke safinani. Nuhu, familia yake na wanyama wote walitoka juu ya nchi kavu. Baada ya hukumu, dunia ilionekana mpya, safi na takatifu. Mwanzo mpya ulikuwa umechomoza kwa uumbaji wote. Nuhu mara moja alijenga madhabahu na kumtolea Mungu dhabihu ya shukrani. Sadaka hiyo ilipanda kama harufu ya kupendeza mbele ya kiti cha enzi cha mbinguni. Mungu alipendezwa sana na moyo wa unyenyekevu na shukrani wa Nuhu. Sasa agano takatifu lilikuwa karibu kuanzishwa. Mungu aliweka upinde wake wa mvua wenye utukufu angani kama ishara ya milele. Hili ni agano langu nanyi na viumbe vyote, alitangaza. Kamwe tena gharika haitaiangamiza dunia na uhai wote. Upinde wa mvua uliangaza kama ushuhuda wa uaminifu wa milele.